Mwanaume mmoja ameshtakiwa kwa tuhuma za kumuua mkewe na mabinti zake wawili wadogo baada ya kukamatwa nchini Afrika Kusini kufuatia msako wa kimataifa. Ofisi ya mashtaka ya Uingereza CPS imesema imeidhinisha mashtaka matatu ya mauaji dhidi ya Ndodana Mkanyisi Chuma mwenye umri wa miaka 45 ambaye pia anafahamika kwa jina la Mark. Alikamatwa Ijumaa katika eneo la Kensington, kitongoji cha Johannesburg. Mkewe Notabo Zandile Chuma mwenye umri wa miaka 42 aliyekuwa akifahamika kama Zandile pamoja na binti zao na Natalie mwenye miaka 15 na Nala mwenye miaka 5 walikutwa wamefariki nyumbani kwao huko Great Denham karibu na Bedford nchini Uingereza Jumatatu. Hofu ilianza baada ya familia hiyo kutoonekana kwa siku kadhaa. Emma Davis, mwendesha mashtaka mkuu, amesema mashtaka hayo yamefuatia uchunguzi wa kina na ushahidi uliowasilishwa na polisi wa Bedfordshire. Amesema mawazo yao yako kwa ndugu na wapendwa Zandile, Natalie na Nala, pamoja na wote walioguswa na tukio hilo la kusikitisha. Polisi wa Bedfordshire wamesema Chuma, ambaye ni raia wa Uingereza mwenye asili ya Zimbabwe, amewekwa rumande nchini Afrika Kusini wakati maandalizi ya kumrejesha Uingereza yakiendelea. Polisi wa Afrika Kusini wamesema alifuatiliwa na kukamatwa kupitia operesheni ya haraka iliyotumia taarifa za kiintelijensia. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani Johannesburg Jumatatu. Detective Inspector Lee Martin amesema uchunguzi huo umehusisha vyombo kadhaa vya utekelezaji wa sheria ikiwemo National Crime Agency, Interpol pamoja na mamlaka za Zimbabwe na Afrika Kusini. Awali polisi waliamini Chuma alisafiri kwa ndege kutoka Heathrow kwenda Zimbabwe siku ya Jumamosi, siku mbili kabla ya miili ya mkewe na binti zake kugunduliwa. Baadaye wapelelezi walitoa wito wa kimataifa wa kumtafuta. Ndugu, shule na wafanyakazi wenzake wametuma salamu za rambirambi kwa wahanga hao watatu. Familia ya Zandile imesema imeumizwa sana na vifo hivyo, huku ikiwashukuru watu wote waliotuma sala, faraja na msaada. Mwalimu mkuu wa Nala amemtaja mtoto huyo wa miaka 5 kama mwanga mdogo wa furaha, huku shule ya Bedford Girls ikisema Natalie alikuwa mwanafunzi mwenye kipaji na aliyependwa sana.